Watu wanahoji Juma Abdul yuko wapi? Tunaona wachezaji wengi wanapomaliza soka wanaendelea na ile career yao, wengine kwa upande wa makocha wakiendeleza kile walichokuwa kifanya, hususan katika kukuza vipaji vya vijana hawa. Wewe kwa hilo haukuliangalia zaidi katika kuendeleza kile ambacho ulikuwa nacho? Kitu kikubwa kwanza cha kwanza, na wasikilizaji au wapenda soka kwa ujumla wajue kabisa kwamba mimi sijawahi kutangaza kwamba nimestaafu soka, na ndio maana unaona sikuweza kuendeleza kile ambacho nilichokuwa nakifanya, kwa sababu naamini bado sijastaafu soka. Lakini siku pale ninapotangaza kwamba nimestaafu soka, basi mtaniona katika kile ambacho nilichokuwa nakifanya, basi ndio nitaendeleza nacho. Kwa hiyo hata sasa hivi watu wakisema Juma Abdul tunamhitaji timu hii, tunaweza tukakuona tena chap kwa haraka, kwa sababu mimi siku zote naamini, mimi mchezaji pia naamini mazoezi ni sehemu ya afya katika mwili wangu, ila pia mazoezi najiweka muda wote itapotokea timu au itapotokea issue yote kuhusu inanihitaji mimi, basi niwe niko tayari. Na klabu yoyote ambayo imekuangalia au kuwasiliana nao hivi karibuni? Tunafahamu ligi inaelekea ukingoni. Msimu ujao watu watarajie kuona sehemu yoyote? Kwanza cha kwanza pia watambue kwamba mimi pia hata msimu huu nilikuwa na uwezo kwenda Zambia, kwenda kucheza Zambia, kwa sababu kuna wale Cabo Warriors walikuwa wananihitaji, lakini kutokana na kuna mambo ambayo yalikuwa yametokea, kwa hiyo yalifanya mimi nishindwe kwenda kule. Kwa hiyo niliamua msimu nipumzike, lakini katika kupumzika kwangu sio kwamba nimepumzika sifanye mazoezi, nafanya mazoezi. Na pia hata timu ya nyumbani yoyote, kwa sababu msimu ndio nakwenda kuishi, kama kuna timu yote itatokea ikanipa ofa nzuri, basi naweza nikasaini pia msimu wa mwakani, watu wakaniona nikirudi Dembani. Hakika, na kuonyesha kile kiwango ambacho watu wanakitarajia kuendelea kukiona. Kile kwa sababu mimi naamini mchezaji mpira ambaye mwenye talent na mwenye kujua mpira unahitaji nini au mpira miiko yake ni nini, basi ana uwezo kukaa hata miezi hata mwaka na akarudi akaonesha performance yake ile. Kwa mfano naweza nikamtolea mfano tu mdogo, Ramadhani Chombo Lidondo aliweza kukaa zaidi ya miaka 6 au mitatu, lakini alirudi biashara, akaipandisha biashara na akarudi katika ligi kuu na akaonesha kiwango bora na mpaka timu ya taifa akaitwa. Tunaona pia hata sasa hivi wachezaji ambao wewe umecheza nao, wengine sawa tunaona kwenye upande wa career ya kocha, lakini wengine tunawaona bado wako uwanjani. Ukiwaangalia hivi kwa upande wako, unaona kipi au unaona nini ndani yao katika kile ambacho wewe ulikuwa ukifanya nao na sasa hivi wanachokionyesha? Kitu kikubwa ninachokiona ndani yao, naona ni darasa kwa vijana, kwa sababu kwa mfano tukizungumzia kwenye upande wa mabeki, namuona Kevin Wandani bado still anaendelea kutoa darasa kwa center back wote vijana ambao wanachipukia, na pia kwa upande wa fullbacks, basi Shomari Kapombe anazidi kutoa darasa kwa vijana ambao wanachipukia ni jinsi gani fullbacks inatakiwa kuchezwa, na hata wale ambao alokopo nao kina Duchu, kina na Naniliu Kigili, pia wanapaswa kujifunza kupitia Shomari Kapombe.